Kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri utasikia, kujawe kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Mmesikia habari za maskini Musa kwenye kile kichaka. Mmesikia habari za shujaa Daudi na kombeo lake. Mmesikia hadithi ikisimuliwa ya Yusufu mota ndoto na ya nabii na wale kindi tunayoimba mara nyingi. Amina. Kuna wengi sana katika Biblia, nami natamani kukutana nao wote. Natangaza amina, hivi karibuni Bwana atatujalia kukutana nao katika mkutano huo hewani. Kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Huko wenye kushuku wote watakosekana kabisa, wenye mashaka watakuwepo siku hiyo. Bwana sifiwe. Hakuna walevi watakaokuwepo kutusumbua, nao akina Akani watakuwa na shughuli huko mbali. Huko watakatifu watakuwa na muhuri wake juu ya nyuso zao, wakiwa wamevalia mavazi ambayo waliokombolewa tu ndio waweza kuvaa. Wote wenye mavazi ya harusi watakuwepo katika mkutano huo hewani. Amina. Kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Hebu tumpigie makofi. Nani atakayekuwa kwenye mkutano huo? Utakuwa wa kupendeza. Bwana sifiwe. Kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Ubeti wa pili. Huko wenye kushuku wote watakosekana kabisa, wenye mashaka watakuwepo siku hiyo. Hakuna walevi watakaokuwepo kutusumbua, nao akina Akani watakuwa na shughuli huko mbali. Huko watakatifu watakuwa na muhuri wake juu ya nyuso zao, wakiwa wamevalia mavazi ambayo waliokombolewa tu ndio waweza kuvaa. Wote wenye mavazi ya harusi watakuweko katika mkutano huo hewani. Kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Hebu tumpigie makofi tena.
Bwana sifiwe. Amina. Wakati tunaenda kuimba hii, peaneni mikono moja kwa mwingine. Unaenda kuishi milele pamoja nao. Utakuwa mkutano wa hewani, pautamkwa utabubika. Mungu akubariki ndugu. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi ya ng'ambo ya anga. Lo, kuimba kuzuri sana utasikia, kujawe kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza. Amina. Wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Lo, utakuwa na mkutano hewani. Kwa utamu wote tunakuwa pamoja. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Lo, kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza. Wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Nasubiri kwa hamu. Bwana sifiwe. No, kutakuwa na mkutano hewani. Kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Lo, kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza. Wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Hebu tumpigie makofi mara moja zaidi. Najaribu kupiga picha ya hilo mawazoni mwangu sasa hivi. Bwana sifiwe. Kisha sote tunaweza kukusanyika nyuma ya kibanda kidogo cha kale cha magogo. Tunaweza sote kuimba. Kutakuwa na mkutano hewani. Kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Lo, kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza. Wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni vizuri kuwa nyumbani mwa Bwana leo pamoja na waaminio wanaoupenda ujumbe huu na kuuamini kwa moyo wao wote. Tunaenda kwenye mkutano hewani. Amina. Haiwezi kuzidi hapo. Jina la Bwana lihimidiwe. Ningependa kuwakaribisha kila mmoja leo, wale wote kutoka Texas na Georgia na kutoka ulimwenguni kote. Tunawakaribisheni hapa leo, nami ninaamini uko kama sisi, uko chini ya matarajio makubwa kwa jambo fulani kutukia kutoka kwa Bwana. Unasema amina kwa hilo? Ndugu Branham alisema ukija unatarajia jambo fulani utalipata. Na kwa hivyo tunatumai matarajio yako ni makubwa sana asubuhi ya leo. Kwa sababu yeye yuko hapa asubuhi ya leo. Nimekuja naye. Wewe je? Amina. Amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi.
Heri ya sikukuu ya baba kwa kina baba wote walioko nje huko na akina babu. Tutawatakia siku maalum. Sijui kama umesikia nukuu ya siku ya leo asubuhi. Ilikuwa maalum, ilifungamanisha vyote. Ilikuwa ni aina fulani ya sikukuu ya kina mama, lakini siku ya kina baba pia. Mtu fulani alimuuliza ndugu Branham, je, nitamjua mama yangu kule ng'ambo ya pili? Alisema utamjua. Alisema utamjua kila mama. Amina. Alirudi na kumchukua kama ilivyokuwa anasema Yohana na Petro. Anasema alimchukua juu ya mlima wa kugeuzwa. Alisema hawakuwa wamewahi kuwaona Musa na Eliya, nao walijua kabisa huyu alikuwa nani. Kwa hivyo tutamjua baba Ibrahimu, tunaenda kumjua Musa, tunaenda kumjua Eliya. Ingawa hujawahi kumwona ndugu Branham, utamjua ndugu Branham. Utamjua kila mtu, kila mmoja. Amina. Nena kuhusu mkutano hewani. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Unajua nini cha ajabu sana? Nabii huyo atatuambia kila kitu kuhusu jambo hilo leo. Ni siku maalum. Tungependa kuwakaribisha wageni wetu maalum leo ambao wako hapa kwa ajili ya kambi ya Stillwaters. Je, wapo wangapi hapa kwa ajili ya kambi ya Stillwaters? Mwaweza kusimama kila mmoja aliye hapa kwa ajili ya kambi ya Stillwaters. Karibuni. No. Vema, itakuwa moja ya siku kuu zaidi maishani mwako. Wiki nzima itakuwa hivyo, kwa sababu mnaenda kujazwa na uwepo wake. Mnaenda kuketi pamoja katika makao ya mbinguni katika uwepo wake, na kwamba yeye atakujaza na Roho wake Mtakatifu. Ni hakikisho, ni hakikisho. Amina, amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Kambi inaanza sasa hivi. Amina. Bwana asifiwe. Sote tunataka kuilamba asali hiyo kutoka kwao. Tutakuwa na asali nyingi iliyotapakaa juu yetu. Kwa kweli tutakuwa tukienda polepole tukitoka nje ya jengo hili. Usiku wa leo tutakuwa tumejaa molasi na asali ya Roho Mtakatifu tutakapofanya hapa. Tunafanya nini hapa leo? Tuko katika mchakato wa mwisho wa kufanywa wana na binti za Mungu wenye mamlaka. Tunatiwa mafuta na Roho Mtakatifu na kuwekwa mahali petu na Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Ni wakati maalum jinsi gani kwa bibi harusi. Yeye anawaambia ulimwengu, Bwana Yesu, huyo Roho Mtakatifu mtamu anauambia ulimwengu na kumwambia Shetani, anampa notisi, huyu ni mwanangu, huyu ni binti yangu. Neno lao ni neno langu. Kile watakachokifunga duniani nitakifunga mbinguni. Hiyo ni ahadi yako kwako. Amina. Bwana asifiwe. Amina. 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 Jina la Bwana limidiwe. Nalipenda hilo. Tunakupa notice Shetani. Tayari anatetemeka, amekuwa akifanya hivyo. Sasa tunaishi katika nchi ya ahadi. Ndugu Branham anasema nchi ya ahadi. Ndiyo, tunaishi katika nchi ya ahadi. Tunapaswa kupigania kila nchi tunayopata. Ahadi hizo zote za kufanywa wana na binti za Mungu ni vita, ni mapambano. Sisi hapa kama kanisa, kulingana na neno tunalojua, ni rahisi sana kuvipiga vita hivyo, wakati tunajua utavishinda vita. Tunajua tumevishinda vita hivyo, tunavishinda. Hilo ndilo tunalozungumzia hata kambini, ni kuvichomoa panga zetu na kumtwanga huyo Shetani. Sisi ni neno lililo hai la Mungu lililodhihirishwa katika mwili wa mwanadamu. Hilo ni jukumu kubwa. Tunadhihirishwa katika mwili wa mwanadamu. Sasa tunaishi katika nchi ya ahadi kama yeye alivyosema, naye anasema tunayala mahindi hayo. Hayo ni kile chakula kilichohifadhiwa. Hicho chakula ndiyo hayo mahindi, kuketi pamoja katika mahali pa mbinguni. Sasa huyu mwalimu mkuu ambaye ndugu Branham anazungumzia, mwalimu huyu ni nani?
Najua ninayemzungumzia. Tunawezaje kumtambua? Ni lazima tuweze kumtambua. Tunamjuaje yeye kama Roho Mtakatifu? Kwanza, yeye atanena nasi kupitia midomo ya mwanadamu. Amen. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Utukufu. Utukufu. Mwaweza kuketi. Atakuwa akisema kweli kila wakati. Kila wakati anaponena, haina budi kuwa kweli. Yeye atajifunua mwenyewe na siri zote zitafunuliwa kwetu sisi kupitia yeye, ambazo zimefichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hicho ndicho huyo Roho Mtakatifu atakachofanya. Kisha atajithibitisha mwenyewe kwa neno. Hana budi kujithibitisha mwenyewe kwa neno. Haitoshi kulisema hilo, yeye hana budi kujithibitisha mwenyewe. Na kisha yeye atatimiza kila andiko katika Biblia lililonena juu yake. Amina. Na kisha yeye atathibitishwa kwa nguzo ya moto. Amina. 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 Jina la Bwana lihimidiwe. Na ndipo yeye atajifunua mwenyewe kwa ufunuo wa kiroho kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Ulimwengu wote unaweza kuiona picha hiyo. Bibi harusi wa Yesu Kristo hata hatuhitaji kuiona picha hiyo. Tunajua ya kwamba hiyo nguzo ya moto iko katika jengo hili papa hapa. Tunajua kuwa hiyo nguzo ya moto ilikuwa chini kule kwenye barabara ya Spring mnamo mwaka 1933. Hatukuwepo kule, lakini tunajua lilitendeka. Nami najua kwamba yeye yuko hapa, lakini ni ushahidi kwa ulimwengu kwamba huyo ndiye mjumbe wake. Huyo ni nabii wa Mungu. Na kwa hivyo yeye anatuambia sisi, huyo ndiye mjumbe wangu, huyu ndiye Roho Mtakatifu, huyu ndiye mwalimu wenu, msikieni yeye. Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Ikiwa hiyo ni kweli, na ni kweli, basi kusikiliza kanda kanisani ni la kimaandiko. Amina. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Neno linaposema, Paulo anasema, lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliohubiriwa, na alaaniwe. Kwa hiyo basi, kwa kusikiliza injili iliyohakikishwa, iliyothibitishwa, iliyofunuliwa, iliyonenwa na malaika mjumbe wa 7 ambaye ndiye Roho Mtakatifu, ndiyo mapenzi makamilifu ya Mungu. Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo huyu Yesu, bibi harusi huyu wa Yesu Kristo, ndicho hasa tunachoamini. Naye ametuambia tunapaswa kula kwenye malisho gani. Anasema si wapi, anasema amekihifadhi chakula cha bibi harusi wa Yesu Kristo kula. Yeye alituambia tule wapi na tule nini na jinsi gani tunapaswa kula. Naye akasema si magugu magumu, sio majani ya kale ya mti. Ni chakula cha thamani kilichohifadhiwa, nasi tunanenepa kwacho. Amina. Alisema hivyo ndivyo bibi harusi wa Yesu Kristo anavyofanya, wanakula hicho wakati wote. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya, ni kuwa daima tunakila hicho chakula. Ni kama vile watoto kwenye kambi, tulikuwa na moja ya dhima hiyo
ilikuwa hypoglycemia, sukari ya damu. Sote tunajua hiyo ni nini. Kiwango cha sukari kwenye damu, unapaswa kula kila wakati. Unapokuwa kiwango cha juu na cha chini, kila mtu anajua hypoglycemia ni nini. Na kumbuka nilizungumzia jambo hilo, unapata kiwango cha juu na kilichoshuka, unatakiwa kulidumisha. Hiyo ni kila chakula hicho wakati wote. Hivyo ndivyo bibi harusi anapopaswa kufanya wakati wote, ni kukaa katika neno hili, kwa sababu mwalimu huyo yuko pamoja nawe kila wakati, naye daima anazungumza nawe, ananena na bibi harusi wa Yesu Kristo kupitia midomo ya mwanadamu. Unakuwa kipande kilichotolewa kwenye lile gongo la kale. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Alisema wewe unatenda kama yeye, unaongea kama yeye, na unasema amina kwa kila moja ya neno asemalo. Anasema unabarikiwa sana hata anaposema, unarusha mikono yako hewani anaposema kitu fulani, unasema haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Maweza kuketi. Leo itakuwa siku nyingine kuu maalum. Tunataka kuingilia moja kwa moja kwa sababu inasisimua sana kusikia ujumbe huu pamoja nanyi. Na tulikuwa kama wengi wenu mnavyojua, juma lililopita tuliliweka tayari kanisa, na sote tulikuwa kwa ajili ya kambi, nasi hatukuwepo hapa Jumapili hii kwa sababu ya hiyo ratiba. Lakini nilibarikiwa sana na ujumbe huu na mfululizo huu wa jumbe. Ni muhimu sana kufanywa wana wenye mamlaka. Hivyo lazima tujifunze huo na kusikiliza, kwa sababu umejaa vitu vingi vya thamani ndani ya ujumbe huu. Lakini ndivyo ilivyo, itaenda kuyabadilisha maisha yako ikiwa utaufungua moyo wako na kuliamini leo. Utakuwa mtu yule yule unapotoka kwenye jengo hili kama ulivyoingia. Haiwezekani. Yeye ninyi si tu kwamba mtaketi chini ya mahali pa mbinguni kwa sababu ile nguzo ya moto iko hapa, bali atawaambia wapi ninyi mlikotoka. Atakwambia wewe ni nani sasa hivi. Yeye atakwambia wapi unakoelekea, naye sasa atakwambia utafanya nini ufikapo kule. Hiyo ni ajabu. Na zaidi ya hayo yote, yeye atawakumbusha tena ya kwamba alikwisha kuwaona ninyi ng'ambo ya pazia la wakati, kule ng'ambo ya pili, mkiwa mmevaa mavazi meupe. Nilikuwepo kule, wewe ulikuwepo kule. Alituona. Amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Hakuna tena. Hata ndugu Branham anasema, nilikuwa najiuliza nitakuwa ukungu, nitakuwa wingu, nitakuwa nikielea kila mahali. Nao wandugu waliniambia hivi majuzi, alikuwa kwenye mazishi, nao walikuwa wakisema sijui kama wako kule juu wakipiga kibibi chao mahali fulani ama chochote kile. Lakini bibi harusi wa Yesu Kristo peke yake ndiye anayejua kweli. Ndiye anayejua kwamba wakati maskani hii ya dunia hii inapovunjwa mara moja, tunaketi katika uwepo wa Bwana Yesu pamoja na watakatifu wengine kumwabudu Bwana Yesu. Jina la Bwana lihimidiwe. Tulisoma nukuu kwenye kambi na sikuwa nimeirudia hii, lakini ilikuwa ni kwamba Samueli alisema kwamba wakati Samueli alipoitwa na yule mchawi wa Endori, anasema yeye alimwita apande juu. Ndugu Branham anasema alikuwa Samueli. Alisema bado alikuwa angali amevalia lile vazi la kinabii, bado alikuwa angali na ule upako ulikuwa juu yake. Anasema tulibadilisha mahali tu, hatubadilishi kile sisi tulicho, tunabadilisha tu mahali. Anasema lakini nabii huyo alikuwa anafahamu kile kilichokuwa kinaendelea hapa chini. Ninaamini nabii huyo anafahamu kile kinachoendelea papa hapa. Jina la Bwana lihimidiwe. Ninalijua kanisa. Amina. Mwaweza kuketi. Nalo kanisa hilo linafanyizwa kote ulimwenguni. Ninyi mnaosikiliza muda huu kila mahali, Mungu amewaweka pamoja bibi harusi wake wanaoliamini neno hili. Na kama tujuavyo na kama vile tusemavyo, ni ujumbe huu peke yake ndio unaoweza kumkusanya bibi harusi wa Yesu Kristo pamoja. Haiwezi kuwa mimi sina huduma, ninayo huduma moja. Msikieni yeye. Hiyo ndio huduma yangu papo hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Nalipenda hilo.
Ningeweza tu kuyasema maneno hayo matatu na kuketi chini kwa sababu mnayaamini. Na ni rahisi kuja hapa na kusimama mbele ya ndugu na dada, bibi harusi wa Yesu Kristo, anayeupenda ujumbe huu na kuuamini ujumbe huu kama vile mimi ninavyouamini ujumbe huu. Kunayo mengi zaidi ambayo tutayasikia leo kutoka kwa mwalimu wetu. Atawaambieni yote kuhusu urithi wenu. Lo, hilo ni neno zuri, ni neno zuri, nalo ni mali yako. Ni yupi kati yenu wazazi uliye na wasiwasi kuhusu watoto wako au wajukuu zako? Au labda una wasiwasi kuhusu mama yako au baba yako au babu na bibi yako au mtu mwingine? Je, unaye mtu katika familia yako ambaye ungependa uone ujumbe? Inueni mikono yenu juu. Je, unalo jambo ambalo una wasiwasi nalo? Ninalo jibu kwa ajili yako. Ninayo ahadi kwa ajili yako. Ninao urithi kwa ajili yako. Mwamini Bwana Yesu Kristo, nawe pamoja na nyumba yako mtaokolewa. Imekwisha. Jina la Bwana lihimidiwe. Je, hiyo si ni ajabu? Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Lo, jina la Bwana lihimidiwe. Kama una imani ya kutosha kuokolewa wewe binafsi, uwe na imani ya kutosha hata huyo kijana awe mkaidi vipi, au huyo msichana alivyo mkaidi, wataokolewa kwa vyovyote. Ndio, ndio. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Hiyo si inapendeza sana. Sio maneno yangu. Mimi sisemi jambo fulani ili tu kuwafanya mjisikie vizuri. Hayo ni maneno ya Elohim. Amina. Mungu kwa namna fulani, hata ilimbidi kuwalaza kichalichali wamelala mle hospitalini wanakufa, wataokolewa. Mungu aliahidi jambo hilo, ule urithi. Lo, nao watakuwa mle na watoto wao wote. Lo! Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bakini mmesimama. Ajabu vipi! Bakini tu mmesimama mkipenda. Tuingie moja kwa moja kwenye kanda. Ni ajabu vipi kuona ahadi hiyo ambayo anaenda kuwakumbusha leo ni urithi wako, kwa sababu wewe ni bibi harusi. Wakati bibi harusi anapomchukua mume, kila kitu cha mume kinakuwa chao wote. Na hivyo yeye angekupa ahadi, akasema hilo ndilo neno, ni lako. Kwa hivyo usirudi nyuma, usiangalie hilo hapo. Ni ahadi. Neno la Mungu haliwezi kushindwa. Lishikilie hilo, liamini hilo. Wewe na nyumba yako itakuwa salama. Wanakuja kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo ikiwa unakimbia, ewe jamaa, utarudi. Asante Bwana kwa neno. Asante Bwana kwa ujumbe wa saa. Asante Bwana Yesu. Kuna hata zaidi. Je, uko tayari? Katika kuhitimisha barua ya leo ya mahaba kwa bibi harusi wa Yesu Kristo, tunasema mara nyingi ujumbe huu ni barua ya mahaba. Kweli ndivyo ulivyo. Hakuna kinachonena na mioyo yetu au roho au ndani sana kabisa kama ujumbe huu. Tuko hapa kwa ajili ya hilo. Tuko hapa tu kumwabudu yeye na kumshukuru. Akili zetu haziwezi hata kuyawazia yote anayotufanyia.
Tunaposhushwa chini kabisa, yeye hutuinua. Tunapoanguka, yeye yuko papo hapo. Ni kwa sababu alikuchagua wewe tangu asili, kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alikuchagua wewe. Wewe hukumchagua yeye kamwe. Yeye alikuchagua wewe. Aliliweka jina lako mle, aliliandika kwa damu, alikusamehe. Ni yako, ni mali yako tu. Yote ni urithi wako, kila kitu kinachoambatana nalo. Ndugu Branham anasema kama wewe ni mlevi wa hali ya chini kabisa, haijalishi, yote ni mali yako. Sisi ni wa hali ya chini kabisa, wa walio chini ya walio hali ya chini kabisa, lakini sisi ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Kila kitu ni chetu, lakini mwisho wake yeye atalipigilia msumari. Ninapenda wakati ndugu Branham anaposema anaupigilia msumari, anataka uwe na hakika ili kwamba uweze kulegea, na hakuna mtu mwingine anayeweza kulegea. Tulisikia kwenye ujumbe, tuko kama vile katika safina ya Nuhu, tumetiwa muhuri ndani. Hatuwezi kutoka nje kwa sababu yeye ametutia muhuri upande wa ndani. Anataka uhakikisha kwamba unajua wewe ni nani katika barua hii ya mahaba. Anakutaka ujue basi yeye ni nani. Usifanye kosa. Yeye alijua yeye alikuwa ni nani na ujumbe wote, na kisha anaupigilia msumari mwishoni kabisa. Yeye anafanya hivyo kwenye kila ujumbe. Hiyo ni ati vema, baada ya mwaka 63 yeye alizaliwa nabii wa Mungu. Yeye angali nabii wa Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hakuna nabii mwingine, hakuna mjumbe mwingine, hakuna. Mungu alimtuma yeye, ilikwisha. Siri zote zilifunuliwa, naye atawaambieni juu ya hilo. Kwa hivyo hakuna chumba cha kufurukutia. Anasema, enyi marafiki, hatuna wakati mwingi uliosalia kipenzi, na waiteni ninyi kipenzi, kwa kuwa ndivyo mlivyo. Ninyi ni wapenzi wangu. Je, mnayo furaha ninyi kuwa wapenzi wa nabii wa Mungu? Amina. Mathayo 10:24, ampokeaye nabii kwa jina la nabii atapokea thawabu ya nabii huyo. Amina. Wapenzi wa nabii wa Mungu, ndivyo tulivyo. Mwajua nini? Ili hapa andiko limekuja. Paulo alisema, nawaonea ninyi wivu, kanisa lake, wivu wa Mungu, kwa kuwa nimewaposea. Anasema, haya basi, huyo amelipata, ndilo hilo, kwa kuwa nimewaposea, nimewaposa kwa Kristo kama bikira safi. Naam, kama hilo lilikuwa kweli wakati huo kwenye siku hiyo, yeye alisema, hao watu waliniambia, Yesu atakuja kwako, nawe tukabidhi kwake bikira safi. Watahukumiwa kwa neno ulilowahubiria. Amina. Yeye atatutambulisha kwa Bwana Yesu Kristo. Amina. Ningesema kucheza kanda ni muhimu sana. Je, unampenda yeye kwa moyo wako wote asubuhi ya leo? Amina. Hebu tudhinamishe vichwa vyetu. Ni ajabu jinsi gani kujua kile tunachojua, kuwa na ufunuo maalum aliyompa bibi harusi wa Yesu Kristo, kujua ya kwamba ametuita, ametuchagua tangu zamani, na ni kwa rehema na neema yake tuko hapa leo katika mchakato wa kufanywa wana wenye mamlaka. Ni mchakato. Unajua, tunazungumza juu ya kufikiri, ni kama siku moja hilo litatukia. Hilo linatendeka leo hivi sasa. Unaposikiliza ujumbe huu, mchakato huo unafanyika. Anakufanya wewe mwana mwenye mamlaka, kila mmoja wenu, na yuko hapa leo kutupa chochote tunachohitaji. Tunachopaswa tu kufanya ni kuliamini, nasi tunaliamini kwa sababu ahadi inasema tutalinena neno. Naye anasema, bibi harusi, chochote utakachokiomba duniani nitakifunga mbinguni. Yeye amekwisha kukuambia kwa neno lake, uzao wako, familia yako, chochote unachotaka wadai, wao wanaenda kuwepo. Ni ahadi. Pigilia msumari, usitazame nyuma. Unahitaji uponyaji, yeye anaenda kukupa huo. Je, unamtaka Roho Mtakatifu zaidi? Atakupa huyo leo.
Unataka kusuzika na Bwana kuwa tu mwana na binti wa kweli wa Mungu? Leo anaenda kukupa hiyo. Roho Mtakatifu yuko hapa sasa hivi kukupa chochote unachotaka. Yeye anataka kukupa hilo zaidi ya vile wewe unavyokitaka, na kwa hivyo tutalipata. Naye atatuambia sisi ni nani, kile tulicho, wapi tunakoelekea na kila kitu kuhusu hilo. Asante Bwana kwa kukihifadhi chakula hiki ili sisi tuweze kukisikia. Asante Bwana kwa kuwa hapa pamoja nasi leo. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu. Nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, msikie akiliita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumgusa, hutabaki vile ulivyo kuwa. Hebu tumwimbie huo tena kwa utamu. Yeye yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu. Nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, msikie akiliita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumshika, utabaki vile ulivyo kuwa. Baba, jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana. Tunakupenda asubuhi ya leo Bwana kwa moyo wetu wote. Tumebarikiwa sana Bwana kuwa katika uwepo wako leo Bwana. Tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni katika Yesu Kristo, tuliochaguliwa tangu zamani kuwa wana wa Mungu wenye mamlaka, tuliodhihirishwa katika wakati huu wa mwisho. Bwana, tuliochaguliwa tangu zamani kumsikia nabii mjumbe ambaye wewe umemtuma katika siku hii, kama inavyothibitishwa kuwa Bwana asema hivi. Bwana, tuna shauku sana Bwana kusikia ujumbe huu. Hilo Bwana huturudishie yote ambayo Adamu aliyoyapoteza. Hiyo inarejesha mambo yote Bwana, inaturudisha kwenye ile imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja. Asante Bwana kwa nafasi hii ya kuwa hapa na kumsikia mjumbe wako akinena nasi, aliye sauti yako kwetu katika siku hii. Jinsi gani hilo lilivyo la thamani kwetu. Tunakupenda Bwana kwa moyo wetu wote Bwana. Tunatangulia kushukuru Bwana kwa kila ombi lililo kwenye kila moyo, kila ombi lililoandikwa hapa,
Tunakushukuru Bwana kwa wale wanaosikiliza hewani leo, popote walipo, katika magari yao, majumbani mwao, makanisani mwao, popote walipo Bwana, unawapenda. Wao ni bibi harusi wako. Umekidhi kila hitaji, tayari amelipiwa, tayari ametiwa muhuri, imetiwa sahihi na umewasilishwa. Bwana, tunalikubali sasa hivi Bwana chochote tunachohitaji. Na Bwana, nimebarikiwa sana Bwana kusikia ikiwa tulihitaji kujazwa upya na Roho Mtakatifu na kuwekwa wakfu upya na kujikabidhi upya. Kila moyo humu ndani unasema, Bwana, ufungue moyo wangu Bwana, nijaze upya kwa Roho wako Mtakatifu, utupe burudiko na kujisikia vyema, na Bwana, kujisalimisha kikamilifu kwako na kwa neno lako. Asante kwa hilo Bwana, tunakupenda kwa moyo wetu wote, nasi tuko hapa tu kukusanyika mezani pako ili kulisikia neno lako kwa wakati wake. Tunakupenda tena Bwana, hatuwezi kulielezea vya kutosha au kukuambia vya kutosha kwamba tunakupenda kwa moyo wetu wote. Tunalikabidhi sasa sehemu inayoendelea ya ibada hii kwako katika jina la Bwana Yesu Kristo, amina. Yeye yuko hapa, haleluya, yuko hapa, amina, yuko hapa, mtakatifu, mtakatifu, nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, msikie akiliita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumgusa, nawe utabaki vile ulivyo kuwa. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Maweza kuketi.